Sasa tuelekee kwa majirani nchini Uganda. Raia wa nchi hiyo hii leo wameshiriki zoezi la uchaguzi mkuu licha ya kuwepo kwa zuio la interneti na huduma nyingine za mawasiliano kwa siku ya pili sasa. Tume ya uchaguzi ya Uganda imeomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza na changamoto za kiufundi zinazosababisha kuchelewa kuanza kwa shughuli zilizosababisha kuchelewa kuanza kwa shughuli ya upigaji kura nchini kote. Mgombea wa urais wa chama cha National Unity Platform NUP Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, baada ya zoezi la upigaji kura amelalamikia hatua ya kuchelewa kuanza kwa zoezi hilo, akieleza pia madai ya kukamatwa kwa maofisa wakuu wa chama chake. Now we are winning. Sisi tunashinda kama matokeo ya kweli yatatangazwa, iwe ama isiwe. Hiyo ni kazi ya tume ya uchaguzi na mwenyekiti wake Bwana Byabakama, na mara kwa mara tumemwambia afanye kazi yake kwa haki na uadilifu ili asiwaudhi raia wa Uganda. His mandate legally and rightfully and announce the right result, not to provoke the people of Uganda. Mgombea wa nafasi ya urais huyo Bobi Wine akielezea hisia zake mara tu baada ya kupiga kura. Kama nilivyokuambia, tunasalia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uongozi Majid Mjengwa kuangazia kile kinachoendelea huko nchini Uganda. Majid, karibu tena. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kwamba uchaguzi wa Uganda unafuatiliwa sana kwa sasa duniani kote kwa sababu Museveni amekaa zaidi ya miongo mitatu madarakani na anasema wampe hii nafasi ya mwisho tu. Ukimtazama Museveni anaonekana dhahiri shahiri kwamba umri umemtupa mkono na ni kama kwa kweli amechoka, lakini yeye anaamini bado anazo nguvu za kuwatumikia raia wa Uganda. Unamuona akiweza kuifanya kazi hii kwa muhula mmoja, ule anaoita wa mwisho kama alivyoomba. Ndio ahadi yake hiyo, sio kwa vya kwa na ahadi moja. Nipeni kwa mara ya mwisho. Kwa mara ya mwisho. Museveni ana miaka umri sawa na Donald Trump, miaka 81. Sawa, lakini angalau Trump alitoka akarudi. Kwamba Trump amemkuta Museveni, aliondoka amerudi, amemkuta Museveni marais karibu 4 wa Marekani wamemkuta, wameondoka, wamekuja wengine wamemwacha. Gen Z tangu tunazaliwa mpaka hivi sasa tunamwona. Unajua katika Waganda 4 watatu wamezaliwa wamemkuta Museveni. Mmoja tu ndo amemkuta Museveni hajaingia. Kwa hiyo ni ana miaka 40 madarakani. Tangu mwaka 86 mwezi Januari. Mimi nilikuwa Kampala miaka 10 baadaye, mwaka 96. Kwa hiyo nilikuta ile mambo ya kijeshi, lakini alikuwa na miaka 10 wakati huo. Museveni anakwenda kuacha shida kidogo. Kwanza mimi sasa nikisema kama mchambuzi, kuna kushinda na kutangazwa mshindi. Hivyo vitu kama vitafakari kwa kina, na kuna anayetangazwa na kuna anayeshinda. Kwa hiyo kuna dalili kwamba Museveni anaweza akashinda, akatangazwa kwa mshindi. Akashinda ama akatangazwa kwa mshindi? Akatangazwa kwa mshinda. Sasa ikitokea hivyo, maana yake ni mara yake ya mwisho itakuwa. Mimi swali ambalo linaumiza kichwa au linaumiza kichwa Waganda, lenye mashaka katika ukanda wetu, endapo Museveni hatamaliza. Chanaelewa? Atakuwa kama anatangazwa, alafu anahudumu, alafu asimalize kwa sababu zote zile. Basi mrisi wa Museveni hatumjui kwa sababu kuna Kahozi Kahozi mtoto wake, alafu generali huyu wa jeshi, alafu tuna Salim Saleh mdogo wake Museveni na miaka 65 anatamani pia urais. Alafu kuna Museveni mwenyewe sasa ambaye anataka kubaki. Watatu kuna Bobi Wine na miaka 43 ambaye inaonekana kama ni kipenzi cha Waganda wengi. Ndio, ukiangalia kwenye picha kwenye nani unaona vijana wengi wako nyuma yake. Lakini turudi kule kwamba kuna kutangazwa na kuna vitu vya namna hiyo. Tunatumaini Uganda baada ya kipindi hiki ambacho Museveni kama atabaki, inaweza wampate sasa mrisi, awe ni Bobi Wine au yote yule, lakini kuwe na utulivu kwa sababu nchi haijawahi kupitia
misukosuko za kisiasa. Wamekuwa na vita lakini sio misukosuko hiyo. Kwa hiyo hawana uzoefu mkubwa sana na hilo ndio lenye kutia hofu umri wake. Sawa 12:42 unaweza kutazama Crown TV kwenye kisimbuzi cha Azam chaneli namba 415. Utakutana na mambo mengi tu mazuri. Jumatano utajipata pale na Boom Shakalaka kwenye show ile ya Magic ama mambo ya maajabu kuanzia 12 kamili, lakini Jumatano hiyo kuanzia 2 kamili usiku ni story moja tu, ambapo hapo utakutana na Gwiji Harun Tambwe ambaye atakufungua masikio na akili yako kwa story mbalimbali kutoka kote duniani. Ijumaa utakutana na Bata Batani ambapo mastaa wenye hadhi ya kifalme wanazungumza pale pamoja na Edson Maziwa, utaweza kuwasikiliza pale. Lakini Jumapili tunasifu na kuabudu kupitia Worship in Spirit kuanzia saa 10:30 jioni. Crown TV tunakuambia tuko mwaka wa mbele na imewashika, lakini endelea kusalia nasi kwa sababu mazuri mengi tu yanakuja. Majid, swala la kuzima mtandao ama internet sio sura mpya kwenye siasa za Afrika, lakini nchi ya Uganda kidogo imeonyesha utofauti ukilinganisha na hali ilivyokuwa Tanzania. Tanzania ilizimika tu shwa, lakini Uganda wametoa taarifa tunazima mtandao na vitu kama hivyo. Kujirudia kwa matukio haya ya kuzima mtandao na mawasiliano mengine katika nyakati muhimu kama za uchaguzi kunaathiri vipi demokrasia za Afrika? Kwa dunia tunaoishi sasa hivi na athari kubwa. Hata ungezima kwa masaa mawili tu mtandao kwa namna nyingi tu, sio kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza, unapozima kitu gani kinafanyika wakati umezima? Unajiuliza. Kwa hiyo hayo ni mashaka, unakosa watu imani. Pale ambapo kumekuwa na breakout, mtandao umezimwa, kitu gani kinatokea? Sasa utakiwi kuzimwa. Hilo lazima kuwe na uwazi na ikitokea iwe bahati mbaya kweli. Kwa hiyo sawa unapozima taa kwa makusudi, unataka kufanya nini kwenye giza? Moja sababu ambayo serikali ya Uganda ilitoa wakati inazima mtandao ni kwamba wanataka kuzuia ghasia zozote ambazo zinaweza kutokea na usambaaji wa taarifa potofu. Lakini mpaka kufikia jioni hii hatujasikia matishio yote ya kiusalama nchini Uganda. Unadhani kuzimwa kwa mtandao pengine kumeweza kuwa kumesaidia kutokea kwa ghasia yoyote? Mimi nafikiri huko tunakokwenda kutakuwa na teknolojia ambayo iondoe aina fulani ya maudhui ambayo pengine ndio yanasababisha hiyo hali, lakini watu wabaki kwenye mawasiliano ya kimitandao. Inarudisha imani, taarifa zipatikane. Kuna watu sasa hivi watumii television, watumii radio, wanatumia mitandao kabisa. Kwa hiyo na hata wengine wanazo nyumbani, lakini tangu wamewasha na kuambia mimi nimesahau mara ya mwisho nimesikiliza lini radio nyumbani. Kwa hiyo hii inatakiwa iwe haki ya kibinadamu kuwa na mtandao. Hata wafungwa wapewe simu na mitandao, sababu ni haki yao kupata taarifa. Imani, kwa nini asiwe na taarifa? Kitu gani kinaendelea duniani? Kwa hiyo kuzima mitandao, sidhani mimi kama mchambuzi ni jambo jema. Inaleta mashaka zaidi. Hata kukiwa na sababu kama hizi ambazo serikali ya Uganda teknolojia itumike kuondoa hayo matakataka ambazo zinatakiwa zisiingie. Ila kuna mambo ya msingi ya kitaarifa watu wanatakiwa waendelee kuyapata. Basi teknolojia sasa hivi inaruhusu kuondoa baadhi ya maudhui katika wakati huu, alafu mingine yaendelee ili watu wapate hizo haki zao za msingi za kuwasiliana. Kama ulivyoniambia Majid, marais 4 wa Marekani wamemkuta Museveni, wamemwacha. Kusalia kwake kwenye serikali kwa miaka na mikaka, ina maana kwamba anapendwa sana ama ni utawala wa kidikteta kama baadhi ya wachambuzi wanavyodai? Sasa swali hilo zuri lakini gumu. Wakati mwingine kinyume chake, mtu anaweza kubaki kwa sababu umpendi. Sasa akiondoka itakuwaje? Kuna mawili ya kuchagua, kufia Ikulu au kufia gerezani. Mwingine anatamani afie Ikulu. Na unadhani hicho ndicho anachokitamani? Siwezi kusema hivyo, lakini kuna uzoefu wa watu wenye hofu ya kuachia madaraka, wakati wengine wanahofia hatima zao na pengine za ndugu zao. Tumzungumzie Bobi Wine. Ameonekana akiungwa mkono kwa kiwango kikubwa sana, hasa na hadhira ya vijana. Unadhani ni muda sahihi kwa raia wa Uganda kupata rais kama Bobi Wine ambaye ni kijana na mwenye maono mapya na huenda ataleta michakato mipya na inayoendana na Gen Z? Ningekuwa hapa ningezungumzia vijana wa Tanzania, lakini kwa sababu ni vijana wa Uganda
na Waganda hilo ni jukumu lao wenyewe. Wakiona kwamba anafaa, Bobi Wine ni wana haki kabisa anastahili kuchaguliwa, nazo sifa za kugombea na kuchaguliwa. Lakini kama nilivyosema awali, siasa zetu bado ile maturity haijafikia. Kwa hiyo tunahitaji tume huru za uchaguzi zilizokuwa za uwazi, ili baadaye hata zivurugu zisiwe zinatokea. Kwa hiyo tusubiri Uganda. Tunawatakia kila laheri watu wa Uganda. Uchaguzi uwe wa amani, wa utulivu, alafu tuone sasa kitu gani kinatokea katika Uganda. Asante sana Crown Media. Hapa ni nyumbani.